Asalamu alaykum. Msifu Yesu Kristo. Kwa majina naitwa Amani Josia, mwalimu timu ya Dodoma Jiji. Nipo hapa kuelezea maandalizi yetu kuelekea mechi yetu ya dhidi ya wapinzani wetu Tanzania Prison. Maandalizi yetu kwa maana ya kiwanjani yamekwenda vizuri. Nadhani tuna masaa machache ya kuangalia mpaka kufikia kesho, lakini so far tuko vizuri. Kiafya, kimwili, kiakili, vyote kikosi chetu kiko vizuri. Baada ya mechi ile ya iliyopita Singida Black Stars, nafikiri ilikuwa ni mechi nzuri ya kutuweka pia kimchezo kwa namna ya kipekee. Tukuanza kwa 100%, lakini afadhali tulipata at least mechi yenye ushindani ya kwanza nayo. So tunakuja na momentum ambayo inaweza kutusaidia kwenye mechi nyingine ambayo inatumika kwenye uwanja ambao tuliouzoea. Kwa hiyo napenda kuwajulisheni tu kwamba kikosi chetu cha Dodoma Jiji kiko katika hali nzuri. Na sisi pia tumejiandaa vizuri kulingana na ugumu ambao tunaotegemea kukutana nao kwa mpinzani wetu ambao tunakuja kucheza naye. Kwa hiyo ndio taarifa fupi ya maandalizi yetu. Sawa. Mwalimu amezungumza, naomba waandishi ambao mna maswali kwa mwalimu twende na swali moja kwa moja, ili akihama kwenda kwa mchezaji tunakuwa tumefunga. Maswali kwa mwalimu. Naitwa Johannes Michael, natokea Sky International TV. Mwalimu Amani Josia, umefundisha Tanzania Prison na unajua kiundani zaidi kwa sasa huko Dodoma Jiji. Kwenye mchezo wa siku ya kesho, hii inaweza ikakuia uwanda mpana kuweza kuwafahamu wapinzani wako. Wakati mwingine kuna kuwa na advantage na disadvantage katika pande zote mbili. Ni timu ambayo naifahamu kwa namna moja ama nyingine, ni timu ambayo pia naheshimu kwa nafasi ambayo pia na wao walionipatia, lakini pia kwa namna ambavyo tumefanya kazi na wachezaji wale, ni timu ambayo naichukulia kwa uzito wa juu kwa maana ya uwezo ambao wako nao Tanzania Prison, experience ambayo wako nayo. Aina ya wachezaji ambao walitumika msimu jana bado wapo, kwa hiyo wanaelewa vizuri. Bali na mimi kuwafahamu pia, lakini hata wao pia wananifahamu pia. Kwa hiyo ni kitu ambacho ni kama tunafahamiana. So naamini pia hata hapo pia panaweza pakaleta ugumu, lakini jambo zuri ni ku approach. Sasa hivi kuna mwalimu mwingine, uwezi ukasema anatumika kama mimi nilivyokuwa natumika. Na uwezi kujua labda dirisha hili dogo kuna watu wameingia pia kubadilika. Umeona hivyo vitu vyote hivyo vinaleta complex kidogo ya ufanye kazi yako kwa uweledi zaidi, lakini nafikiri itakuwa ni mechi ambayo excited zaidi kwetu sisi, tuone namna ambavyo tunaweza kuichanga. Mimi kama mkufunzi wa benchi la ufundi la Dodoma Jiji, matumaini yetu ni kuipatia timu furaha. Kwa sababu unapopata mechi kama hizi tunazocheza nyumbani, ugumu unakuwepo, unategemea ugumu wa namna hiyo, lakini namna ambavyo unaweza ukachanga karata zako vizuri, kutumia kule kufahamu kwao, inaweza ikakupa pia advantage fulani ya kuona namna ambavyo unapokuwa unaelezea whether tuseme mtu mmoja strengths yake pamoja na weakness yake. So hiyo ndio sehemu ambayo naweza nika benefit tu kutokana na kufundisha timu hii. Swali lingine kwa mwalimu? Asante. Mwalimu wewe anaitwa Faniani kutoka TBC. Last msimu uliopita umewafunga Prison. Najua kuwepo, umewafunga dakika za usiku sana. Miongoni mwa michezo migumu. Umekuwa kutangulia, mnarudi na mnashinda. Pengine kwa leo nini hasa ambacho kinaweza kufanyika? Ni kuendeleza utawala ule kuelekea ushindi mbele ya Prison, kwa sababu pia nakumbuka kwa kumbukumbu nyingine mechi ya kwanza mmoja mcheza usiku wacheza na Prison na wakawafunga the same. Hiyo inakupa pia ni moja advantage ambao psychologically, kwa sababu hata wao wenyewe wanazungumza kwamba mechi za Dodoma Jiji Tanzania Prison ni ngumu wenyewe ambao tumewakuta hapa kwa maana ya wachezaji, lakini ugumu huo unawafanya mwisho wa siku wenyewe ndio wanashinda kwenye ugumu. Kwa hiyo mimi pia kwangu mimi hiyo pia ni advantage, ilikuwa side nyingine then nikapoteza last minute. So kwa sababu wao wako na experience ya kuwin katika dakika hizo, ama wako na experience ya kushinda katika ugumu, maana yake hiyo pia inanifavor mimi ambaye ninakuja kwenye kundi hili. Ninategemea kuendeleza kitu cha namna hiyo kwa sababu kuna mentality, kwa sababu hiyo ni mentality. Tunategemea kuendeleza kitu cha namna hiyo, lakini nadhani kama kuna possibility ya kuua mechi tunaweza tukaiua mapema. Kama kuna possibility ya kusubiriana tukaishinde kwa namna ya tradition ambavyo imezoeleka, tunaweza tukafanya hivyo. Lakini approach yetu ni kuona namna ambavyo tunaweza tukashinda mechi hivyo vyote vile itakavyokuwa, kwa sababu hatujasafiri, tuko na quality players ndani ya kikosi chetu tayari. Tushapata momentum ambao tunaweza tukasema tumeipata kwenye last match. Kwa kuja hapa pia wachezaji wako na hali ambayo ni nzuri zaidi. Kwa hiyo ninafikiri kwamba ni mechi ambayo tunaichukulia kwa uzito wa kipekee, kuona ambavyo na tunajua kwamba kuna ugumu ambao tunakuja kukutana nao, kwa sababu na wenyewe pia ni timu ambayo sio uweze kuiweka Prison kama timu ambayo inakuja ugenini. Mara nyingi mikoa mingi wanakuja ni kama wanakuwa wenyeji. Kwa hiyo tunaelewa kwamba tutapata ugumu, lakini lazima ugumu tuushinde kama wenyeji.
Sawa. Naitwa Ndesenga kutoka MSN Tanzania. Kwenye mchezo uliopita ambao ulipata sare, ulizungumzia kwamba ilikuwa ni timu ambayo pengine kuna namna imewacha kimadaraja kwa wachezaji na nini, na ukaahidi kwamba mechi zinazokuja za wale ambao yamkini wakawa ni madaraja yako au madaraja ya chini kidogo, ukaahidi ushindi. Waambie mashabiki wa Dodoma Jiji watarajie nini hapo kesho na ili wajiandae. Ni kweli tulizungumza vile, tumekota pointi moja kwenye mechi mbili zilizopita, kwa maana mechi ya Mashujaa ugenini pamoja na mechi ya Singida Black Stars hapa nyumbani. Na lengo ni kurejea kwenye njia ya kushinda. Lengo letu ni kurejea kwenye njia ya kushinda kwenye mechi hizi. Nadhani mechi hii tunaichukulia kama mechi ambayo inaweza ikaturejesha kwenye pointi 3 ambazo zitatusaidia sisi kuondoka mahali hapa tulipo. Kwa hiyo ni kitu ambacho nachopenda kuahidi washabiki wetu ni kwamba kwa support ambayo wamekuwa wakiitoa, waje watuunge mkono. Sisi kazi yetu ni kuongoza wale wachezaji at least katika spirit, katika mbinu, katika fighting ili kusudi tuweze kushinda. Na ndio matarajio yetu management ya Dodoma Jiji, supporters wa Dodoma Jiji, sisi technical staff pamoja na wachezaji. Matarajio yetu ni kuona ambavyo tunaweza mechi hii ikatusaidia sisi kutoka mahali hapo tulipo kwenda sehemu nyingine ya juu zaidi. Asante. Alikuwa ni mkufunzi Dodoma Jiji ambaye tumemsikia muda mfupi akizungumza na mengi, na mimi nimeelewa. Sasa tunaelekea kwa mchezaji mwenye ushawishi ambaye naye ataeleza machache, lakini pia utagusia unadhani eneo gani ambalo mnapaswa kuliboresha zaidi ili kufikia mafanikio na malengo ambayo mmejiwekea. Karibu, ukianza kwa kujitambulisha na majina yako. Kwa majina naitwa Anderson Solomon Kimweli. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu, maandalizi yameenda vizuri katika mchezo wetu wa kesho dhidi ya Prison. Walimu wametuandaa kimwili, kiakili kuelekea mchezo wetu wa kesho. Kingine kama ulivyosema, sisi yetu kubwa kama wachezaji ni eneo la mbele. Tunahitaji sana masteka wetu watupatie magoli ya kutosha. Na kingine na waomba tena mashabiki wa Dodoma Jiji waendelee kujitokeza kwa wingi kama walipotokeza katika mchezo uliopita, waendelee kutuunga mkono. Swali kwa mchezaji. Umezungumzia safu ya ushambuliaji. Manake hata wewe sasa hili swali liende tena kwa mwalimu. Umeshaona kama wachezaji kwamba kuna namna ambavyo hamfanyi sawa, mnaiangusha benchi la ufundi. Kauli yako inayoenda kwa mashabiki ni kipi ambacho mmekiboresha? Maboresho hapo kwa sababu walimu wanafanyia kazi eneo hilo. Tunategemea katika mchezo wa kesho kila kitu kitakuwa sawa.